Lakini kwa sasa, kwa miaka na mikaka, jamii ya Pokot imehusishwa na maovu pamoja na mila potovu za ujangili, wizi wa mifugo na kuwa watu ambao hawajasoma. Hata hivyo, kijana mmoja kwa jina Abel Rotich Lokwete amegeuza dhana hii kwa kufanya sanaa ya uandishi wa vitabu. Mwandishi wetu Oscar Kakai alimtembelea kwenye kijiji cha Talam, eneo la Tamkal, na sasa tuungane naye. Niko katika eneo la Mwino kwenye kaunti ndogo ya Pokot ya Kati katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo nimekutana naye mwandishi mtajika kwa jina Abel Lokwete Rotich. Bwana Lokwete ni mwandishi ambaye amechipuka kutoka kaunti hii ya Pokot Magharibi. Jitwika katika majukumu ya kuwa mwandishi. Nimeandika riwaya ambayo linaenda kwa jina Deni ya Mababu. Ukiliangalia kifasihi, Deni ya Mababu haiendani sawa na ngeli ambaye ni deni la mababu. Hii riwaya ni riwaya ambaye imejaa maswali ambaye hayana jibu. Kwa sababu gani hayana jibu? Ni kwa vile majibu mengi pale yatakuja na wakati, yatakuja na karne, yatajibiwa na karne ingine. Tukienda kwa jina kama generation ambaye iko ya Gen Z ama millennial, kwa hivyo labda hao wataielewa zaidi. Nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa na ndoto siku moja ningekuwa profesa, na nilichukia sana ile ukoloni mamboleo ambayo watu wengi wanaona unapozungumza lugha ya Kiswahili ni kwamba wewe si mtu ambaye umesoma. Ukiangalia majina hayo ambayo iko katika hii kitabu ni maisha yangu ya utotoni, na ukiangalia katika gatuzi hili letu la Pokot Magharibi inaitwa The Land of Hidden Treasures. Inasema kwamba ni nje, ni kaunti ambaye haiko na mambo ambaye hazina ambaye ni fiche, mambo ambaye yamejificha, labda ni dhahabu ama ni mambo gani. Bwana Lokwete kwenye kitabu hiki anaelezea kuhusu taasubi ya wanaume pamoja na masuala ya uongozi. Nimetumia wahusika ambao wako na sifa ya fasihi andishi na fasihi simulizi, kwamba kuna mzee pale ambaye ni mhusika mkuu kwa jina Babu Kubwa, ametawala kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na hiyo inaniambia kwamba kuna ujumbe nilikuwa najaribu kuipitiza. Ujumbe ya kwanza nimepitiza kupitia huyo mzee, mambo ya elimu, mambo ya taasubi ya kiume, mambo ya mtoto wa kike, mambo ya ndoto ambaye imefinywa. Kulingana na Bwana Lokwete, ukombozi na uongozi sio tu kuhusu vyeo, bali kuhusu sauti ambazo haziwezi kunyamazishwa kama sauti za mtoto wa kike. Waandishi chipukizi katika kaunti za wafugaji ambayo kwa muda mingi wametazamwa kama watu ambao wamebaki nyuma kwa mambo ya elimu. Ukiangalia historia yetu ni kwamba hii ilikuwa ni jamii ambao waliogopwa sana. Hii mtazamo wa jamii imekuwa tangu mkoloni na kabla mkoloni, kwamba sisi ni watu wabaya, watu wa vita. Lakini leo hii nawaletea kwamba usituangalie kwa mtazamo wa mababu zetu. Dhambi zao usitulipie sisi, hatuwezi lipa dhambi zao. Watu wengi wasioelewa hufikiria kwamba hakuna lolote nzuri linaweza kutokea katika kaunti ya Pokot Magharibi, lakini Bwana Lokwete ameweza kufanya kitu ambacho kitaenziwa na watu wengi. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka kijiji hiki cha Mwino katika kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.